Inasimuliwa kuwa kulikuwa na mzee mmoja mwenye hekima mwenye umri wa miaka 65. Alikuwa amekaa katika eneo la kusubiri akisubiri kuwasili kwa binti yake ambaye alikuwa mbali naye kwa miaka 20 akiwa ugenini. Akaja mwanaume mmoja pamoja na mke wake, na walionekana kuwa ni wanandoa wapya. Mke alikuwa amevaa suruali iliyobana sana kiasi cha kuonyesha umbo lote la mwili wake, kana kwamba hakuna utofauti kati yake na mtu aliyeuchi. Pia alikuwa amevaa shati la kubana lilokuwa wazi mbele kiasi kwamba sehemu ya kifua chake kilikuwa kinaonekana. Mume na mke walikaa mbele yule mwanaume mwenye hekima. Yule mzee mwenye hekima aliwaangalia akishangazwa na hali hile. Kisha akasema, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Mavazi yako amewajaribu na kuwavutia vijana wengi. Mzee huyo akapata wazo la kumfundisha somo yule mume ambaye hakuwa na wivu juu ya mke wake na heshima yake. Akaanza kumtazama mke yule kwa muda mrefu, akielekeza macho yake kwenye shati lake ambalo sehemu ya kifua ilikuwa wazi ikionyesha matiti. Hapo mke akakasirika sana kwa tabia yule mzee. Akahisi kukerwa na akamweleza mume wake. Mume akaenda kwa yule mzee na kumwambia, "Je, hujiheshimu wewe mzee? Umevuka miaka 60 ya umri wako. Halafu ninamtazama mke wangu, huna aibu wewe?" Yule mzee mwenye hekima akamjibu, "Je, hukuona mke wako alivyovaa hiyo suruali iliyobana? Je, hujaona hilo shati lake lilivyobana na kuonyesha mwili wake? Je, hukuwaza kuwa kuna vijana wengi mitaani wanamtazama mke wako? Wanamtazama, wanamzungumzia na watamwambia maneno ambayo hayampendezi. Kama kweli unampenda na unaheshimu heshima yake, basi mlinde. Mwanamke si bidhaa ya kuonyeshwa sokoni. Ukimruhusu ajionyeshe mbele za watu wote, usishangae watu wakimtazama na wakamtongoza na wakatembea naye. Muda huo wewe hujui kama unakula na wenzako." Mume akasema kwa sauti ya chini, "Sikuwahi fikiria hivyo." Mzee akamjibu, "Mwanaume mwenye heshima hulinda heshima yake na familia yake, si kwa nguvu, bali kwa busara na uangalifu. Huyo tayari ameshakuwa mke wako. Mavazi kama hayo akuvalie nyumbani ili kukuvutia mume. Mume wake mtaani anawavutia wahuni tu ili wakusaidie kula." Uso wa mume ukabadilika. Alijawa na aibu na kutafakari sana maneno yale. Akamwambia mzee, "Umesema kweli. Leo nimejifunza somo kubwa." Kisha akaondoka pamoja na mke wake akiwa kimya na huzuni hali ya juu. Na kuanzia hapo alimbadilisha mkeo kwa kumwambia avae mavazi ya heshima ambayo hata watu wakimwona watamheshimu. Naam, funzo ni kuwa usipoilinda heshima yako mwenyewe usitarajie dunia kuheshimu. Heshima huanza nayo mwenyewe.